أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, katika matukio ya vita vya Uhud nilikuwa nimeeleza mifano ya maswahaba jinsi walivyojitolea na mapenzi yao kwa mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam. Katika matukio haya kuna habari za ujasiri na ushujaa wa Ali vile vile. Hivyo katika riwaya kuhusu hat Ali inapatikana ya kwamba wakati wa vita vya Uhud ibn Qamia alipomua hat Musa bin Umair, ye akazani kwamba yeye amemua mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo yeye akarejea kwa Quraish na akawaambia kwamba mimi nimemua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hat Musab alipouawa shahidi, mtume sallallahu alaihi wasallam akamkabidhi hat Ali bendera. Hivyo hat Ali na waislamu wengine wakapigana vita. Hat Ali akawaua washika bendera wa makafiri mmoja baada ya mwingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuona kundi moja la makafiri akamwamuru hat Ali kuwashambulia. Hat Ali akaamua Amr bin Abdullah Jumhi na akawasambaratisha makafiri. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamuru kulishambulia kundi jingine la makafiri. Hat Ali akaamua Sheba bin Malik. Hapo Jibrail akasema kwamba ya Rasulallah sallallahu alaihi wasallam, kwa yakini huyu anastahiki huruma. Yani yeye akasema kuhusu hat Ali. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba ndiyo, Ali anatokana nami na mimi natokana na Ali. Na Jibrail akasema kwamba mimi natokana na nyinyi nyote wawili. Jambo hilo watu wa Shia wakitia chumwi ndani yake wanalichukulia kwa kuongeza sana. Hat Ali anasimulia ya kwamba katika vita vya Uhud watu walipotawanika kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi nikaanza kuona maiti za mashahidi na sikumkuta mtume sallallahu alaihi wasallam katika maiti zao. Ndipo nikasema, wallahi mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa mwenye kukimbia na pia sijamkuta katika mashahidi, lakini Allah akakasirika juu yetu na amemuinua nabii wake. Hivyo kwa ajili yangu kuna wema kwamba mimi nipigane na makafiri vita mpaka ni uwawe. Hat Ali anasema kwamba kisha nikavunja kifuniko cha upanga wangu na nikawashambulia makafiri, wao wakasambaratika hapa na pale. Ndipo nikaona kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam yupo katikati yao. Said bin Musayyib anasimulia ya kwamba katika vita vya Uhud hat Ali alikuwa amepata majeraha 16. Hat Musleh Maud raziyallahu taala anhu akieleza mada hiyo ya kwamba chini ya masaib kunakuwa na hazina za baraka zilizofichika. alisema ya kwamba hat ali baada ya kurejea kutoka Uhud akamkabidhi hat Fatuma upanga wake na akasema kwamba uoshe leo, upanga huu umefanya kazi kubwa.
mtume salallahu alaihi wasallam alikuwa anasikiliza jambo hili la hat ali. mtume saa salam akasema kwamba ali, sio upanga wako tu uliofanya kazi kubwa, bali wapo ndugu zako wengine ambao panga zao zimefanya kazi kubwa. na mtume salallahu alaihi wasallam akitaja majina ya maswahaba 6-7 akasema kwamba hata panga zao pia zimefanya kazi kubwa. kuhusu hat abu talha ansari inapatikana katika riwaya ya kwamba hat anas anasimulia ya kuwa vita vya uhud ilipotokea watu wakishindwa kwa muda wakaenda mbali na mtume salallahu alaihi wasallam, na hat abu talha akaendelea kusimama kidete mbele ya mtume salallahu alaihi wasallam akimhifadhi kwa ngao yake. na abu talha alikuwa mahiri katika kurusha mishale mpaka alikuwa anavuta upinde kwa nguvu sana, na siku ile akavunja upinde 2-3. alikuwa anavuta upinde kwa nguvu sana mpaka upinde ulikuwa ukivunjika. mtu akipita mbele yake akiwa na podo la mishale yake, mtume alikuwa anawaambia kwamba mumpatie abu talha mishale yenu, kwani huyu ni mahiri katika kurusha mishale, hivyo mumpatie mishale yenu. wakati ule hat abu talha akaendelea kusimama mbele ya mtume salallahu alaihi waalihi wasallam. hat anas alikuwa anasema kwamba mtume saa salam akiona watu kwa kuinua kichwa, abu talha alikuwa anasema kwamba beabi anta wa ummi ya rasulllah ya la yusibuka sahmun nahri duna nahrik, wazazi wangu wajitolee kwako, usiwaone watu kwa kuinua kichwa, isije ikatokea hivi kwamba mshale katika mishale yao uje kupiga wewe. kifua changu kipo mbele ya kifua chako. habari hii imechukuliwa kutoka bukhari. hat anas bin malik anasimulia ya kwamba hata abu talha kwa ngao moja alikuwa akimhifadhi na kumlinda mtume salallahu alaihi wasallam, na abu talha alikuwa mahiri katika kurusha mishale. kila aliporusha mishale mtume alikuwa anaona sehemu ambapo mishale yake ilikuwa inapigwa. katika vita vya uhud kuna habari ya shairi aliyosoma abu talha kwamba wajhi liwajhika lwaqa wa nafsi binafsika lfida, uso wangu ni kwa ajili ya kusalimisha uso wako na uhai wangu unajitolea uhai wako. kuhusu hata abu talha ansari, hatmiza bashir ahmad saheb ameandika hivi ya kwamba abu talha ansari akirusha mishale akavunja pinde 3, na zidi ya mishale ya maadui akaendelea kuficha mwili wa mtume salallahu alaihi wasallam akisimama kidete mbele yake. kisha kuna habari ya talha bin ubaidullah. huyo aliyetangulia alikuwa ansari na sahaba huyo alikuwa kutoka kwa quraish. siku ya vita vya uhud akimsalimisha mtume salallahu alaihi wasallam, sahaba huyo alikuwa anapokea mishale juu ya mikono yake. hatalha siku ya uhud alishiriki katika vita pamoja na mtume saa salam. alikuwa miongoni mwa watu ambao siku ile wakaendelea kusimama kidete pamoja na mtume salallahu alaihi wasallam na wakafanya baiati juu ya mauti. ardh bin zuhair akampiga mtume salallahu wasallam mshale. hatalha akausalimisha uso wa mtume salallahu wasallam kwa mkono wake. mshale ukaenda kugonga kidole chake na kidole chake kikakatika. wakati ule alipopigwa mshale wa kwanza, sauti ya maumivu ikatoka mdomoni mwake. mtume salallahu wasallam akasema kwamba kama angesema bismillah basi angeingia peponi ilhali watu wangemwona. maelezo ya tukio hilo hilo yanapatikana katika riwaya moja ya siratul halbia ya kwamba kayas bin abu hazim anasema ya kuwa mimi siku ya uhud niliona hali ya mkono wa talha bin ubaidullah ambao ukimsalimisha mtume salallahu alaihi wasallam kutoka mishale ulikuwa umejeruhiwa vibaya. kauli moja inasema kwamba alikuwa amepigwa mkuki kwenye mkono wake na damu ikamwagika, na kwa sababu ya udhaifu akazimia.
hata abubakar raziallahu taala anhu akamiminia maji juu ya uso wake mpaka akazinduka. Alipozinduka akawauliza mara moja kwamba mtume ana hali gani. hata abubakar akamwambia kwamba mtume salallahu alaihi wasallam hajambo na yeye amenituma kwako. hata abutalha akasema kwamba alhamdulillah kullu musibatin badahu jalal, yani sifa zote njema zinamhusu mwenyezi mungu na kila msiba na shida ni ndogo baada ya mtume salallahu alaihi wasallam. aisha na ume ishaq waliokuwa mabinti za talha wao wameeleza ya kwamba siku ya uhud baba yetu alikuwa amepata majeraha 24 na jeraha moja lilikuwa juu ya kichwa chake na mishipa ya miguu ilikuwa imekatika, kidole chake kilikuwa kimejurihiwa vibaya na majeraha mengine yalikuwa juu ya mwili wake. alikuwa amezimia. mtume saa salam meno yake mawili yalikuwa yamevunjika na uso wake ulikuwa umejeruhika. mtume alikuwa amezimia. hatalha akimuinua juu ya mgongo wake akarejea nyuma juu ya miguu yake katika hali hii kwamba kutoka washirikina angekutana naye. alikuwa anapigana naye mpaka akampeleka mtume katika pango na akamkalisha. katika vita vya uhud zinapatikana habari za maswahaba jinsi walivyojitolea na musleh maud anaeleza habari zao kama hivi ya kwamba siku ya vita vya uhud khalid bin walid alipowashambulia waislamu ghafla na waislamu wakasambaratika na kutawanika, maswahaba wachache wakaja kujumuika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam haraka haraka, ambao idadi yao haikuwa zaidi ya 30. makafiri wakalishambulia eneo hilo kwa nguvu zote ambapo mtume saa salam alikuwa amesimama. maswahaba mmoja baada ya mwingine wakimhifadhi na kumlinda mtume salaa salam wakaanza kuuawa shahidi pamoja na wenye kupigana kwa panga warusha mishale wakisimama juu ya sehemu za juu. walikuwa wanamrushia mtume saa salam mishale isiyohesabika. kwa kuona hali hiyo kwamba maadui wanamrushia mtume sasa mishale mingi, talha ambaye alikuwa miongoni mwa quraish na alikuwa miongoni mwa wahajiri wa makka akiona kwamba maadui wanamrushia mtume sallallahu alaihi wasallam mishale na wanalenga uso wake, ye akaweka mkono mbele ya uso wake na kila mshale uliokuwa unapigwa ulikuwa unapiga mkono wa talha, lakini talha alikuwa hatikisi mkono wake. hivyo mishale ikaendelea kupigwa na kurushwa na mkono wa talha kwa sababu ya majeraha ukakatika na akabakiwa na mkono moja tu. baada ya miaka mingi katika ukhalifa wa 4 katika islam, vita ilipotokea baina ya waislamu wenye kwa wenyewe, adui moja akamwita talha kwa jina la mlemavu, yani mkono wako moja haufanyi kazi. hapo swahaba mwingine akasema kwamba ni mlemavu lakini ni mtu mwenye baraka sana. je, unajua kwamba mkono huu wa talha ulikuwa umekatika katika kumhifadhi na kumlinda mtume sallallahu alaihi wasallam? baada ya vita vya uhud mtu fulani akamuuliza talha kwamba ulipokuwa unapokea mishale juu ya mkono wako, je, ulikuwa huhisi uchungu na maumivu na sauti ilikuwa haitoki mdomoni mwako? akasema kwamba nilikuwa nahisi uchungu na maumivu na nilikuwa si toi sauti ili isije ikawa hivi kwamba mkono wangu utikisike na mshale uje kupiga uso wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hassan bin abi waqas alikuwa miongoni mwa maswahaba walioonyesha ujasiri na ushujaa na unyofu mkubwa. aisha binti saad anasimulia kutoka kwa baba yake. yeye anasema ya kwamba maadui walipotushambulia, mimi nikawa upande mmoja, nikasema kwamba mimi leo nitasalimika, la sivyo nitauawa shahidi. hapo ghafla nikamwona mtu mmoja mwenye uso mwekundu. ilikuwa karibu kwamba washirikina wamshinde.
yeye akajaza kiganja chake kwa changarawe na akawapiga, na hapo ghafla Mikdad akaaja kati yangu na kati yake yeye. Mimi nikaamua kumuuliza, na yeye akasema kwamba ewe Saad, huyu alikuwa mtume saa salam ambaye alikuwa anakuita. Mimi nikasimama na nikahisi kwamba sikupata maumivu yoyote. Mimi nikaaja kwa mtume saa salam na mtume akanikalisha mbele yake. Mimi nikaanza kurusha mishale na nilikuwa nasema kwamba ewe Allah, huu ni mshale wako, wewe uwe maadui kwa mshale huo. Na mtume alikuwa anasema kwamba e Allah, ukubali dua ya Saad. E Allah, urekebishe mishale ya Saad. E Saad, wazazi wangu wajitolee kwako. Saad anasema kwamba yeye anasimulia tukio hili kwamba nilikuwa nafanya hivyo, na wakati ule nilikuwa nahisi kwamba kuna malaika amekuja kati yetu na anapigana na maadui akiwa pamoja nasi. Lakini wakati ule mtu fulani akaniambia kwamba huyu alikuwa mtume saa salam. Inaonekana kwamba kulikuwa na hali mbalimbali za kashf au kulikuwa na uhakika. Kwa vyote vile Saad anasema kwamba mimi kila mshale niliyorusha, kwa vitu vile huyu alikuwa karibu na mtume sallallahu alaihi wasallam. Saad anasema kwamba kila mshale niliyorusha, mtume alikuwa anasema kwamba ewe Allah, urekebishe lengo lake na shabaha yake na ukubali dua yake. Mpaka nilipomaliza mishale yote ya podo langu, mtume saa salam akanipatia mishale ya podo lake na akanipatia mshale moja usio na mwamba, na mshale ule ulikuwa mkali zaidi kuliko mishale mingine. Alama Zohri ameandika kwamba siku ile Saad akarusha mishale 1000. Wakati wa vita vya Uhud, mtume sallallahu alaihi wasallam alipobakiwa na masahaba wachache, wakati ule kuhusu Saad bin Abi Waqas, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ameandika hivi katika Sir Khatam an-Nabiyyin ya kwamba Saad bin Waqas mtume sasa alikuwa anamkabizi mwenyewe mishale, na Saad alikuwa anawarushia maadui mishale kwa nguvu sana. Safari moja mtume akamwambia Saad kwamba wazazi wangu wajitolee kwako, endelea kuwarushia mishale. Saad hadi umri wake wa mwisho alikuwa anakumbuka maneno hayo kwa kujivunia sana, na alikuwa anaeleza habari hizi. Riwaya moja inasema kwamba Saad bin Abi Waqqas anasimulia ya kuwa siku ya Uhud mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa mishale kutoka podo lake na akanisambazia, na mtume akasema kwamba rusha mishale, wazazi wangu wajitolee kwako. Hat Ali anasema ya kwamba mimi sikumwona mtu yeyote isipokuwa Saad bin Abi Waqas kwamba mtume amemwombea dua hiyo kwamba wazazi wangu wajitolee kwako. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa vita vya Uhud alikuwa amemwambia Saad kwamba wazazi wangu wajitolee kwako, endelea kurusha mishale. Ewe kijana mwenye nguvu, endelea kurusha mishale. Lakini katika Bukhari kuna riwaya nyingine ya kwamba katika historia pamoja na Saad kuna jina la Zubair bin Awam vile vile, ambaye mtume alikuwa amesema kwamba fidaka abi wa ummi, yani wazazi wangu wajitolee kwako. Vivyo hivyo kuna habari ya kujitolea kwa Hatabu Dajjana. Katika riwaya moja inapatikana ya kwamba katika vita vya Uhud Hatabu Dajjana katika kumhifadhi mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amejifanya kuwa ngao yake. Hivyo yeye akasimama mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam akielekeza uso wake kwake, na kila mshale uliokuwa ukirushwa ulikuwa unakuja kugunga mgongo wake. Ye alikuwa amesimama akiinama kidogo, na alikuwa anapokea mishale yote juu ya mgongo wake mpaka mishale mingi ikaja kugunga kwenye mgongo wake. Kuhusu
uimara wa abu dajana mirza bashir ahmad sahab ameandika hivi ya kwamba abu dajana kwa muda mrefu akaendelea kuficha mwili wa mtume saa salam kwa mwili wake na kila mshale na jiwe alikuwa anapokea juu ya mwili wake mpaka mwili wake ukajeruhiwa vibaya lakini hakutoa sauti ili isije ikawa hivi kwamba kwa sababu ya kutikisika kwake mwili wa mtume saa salam upate mshale fulani. kisha hatsahal bin hunef huyu pia alikuwa miongoni mwa masahaba wakubwa wenye daraja ambao siku ya ohd wakaonyesha uimara. siku ile wao walikuwa wamefanya baiat ya mtume saa salam juu ya mauti. yeye wakati ule akaendelea kusimama kidete akiwa ngao yake na kwa sababu ya ushambulio ya maadui waislamu waliposambaratika yeye siku ile kwa niaba ya mtume sasa akarusha mishale. mtume akasema kwamba mumkabizi sahal mishale kwani kurusha mishale ni rahisi kwa ajili yake. kisha kuna habari ya mwanamke mmoja sahabia hat umme ammara ambaye katika vita vya ohd alionyesha ushujaa na ujasiri wa hali ya juu na mama huyo alikuwa sahabia mwenye kuonyesha ushujaa na ujasiri wa hali ya juu. jina lake kamili lilikuwa umme ammara mazinia. jina la hat umme ammara lilikuwa nuseba. nuseba lilikuwa jina lake halisi. huyu alikuwa mke wa hat zaid bin asim. yeye alieleza ya kwamba siku ya vita vya ohd mimi niliondoka ili kuona. hatumea mara mwenyewe anasimulia kwamba nikaondoka ili nione kwamba watu wanafanya nini. nilikuwa na mtungi uliojawa na maji ambao nikaubeba ili kuwanywesha watu wenye kupata majeraha mpaka nikafika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. wakati ule alikuwa katikati ya maswahaba na wakati ule waislamu walikuwa wakishinda, yani ilikuwa sehemu ya mwanzo ya vita. kisha ghafla maswahaba wakasambaratika hapa na pale. tukio lile lilipotokea watu wa mlima walipoacha mlima na washirikina wakawashambulia kutoka nyuma. anasema kwamba upande wa pili washirikina wakamshambulia mtume saa salam kutoka pande nne. kwa kuona hali hiyo mimi nikaanza kupigana nao. mimi kwa kupitia upanga nilikuwa na wazuia maadui ili wasije karibu ya mtume na pia nilikuwa na warushia mishale kwa kutumia upinde wangu mpaka mwenyewe pia nikapata majeraha. alikopata majeraha juu ya bega lake. alipoulizwa kwamba nani akakujeruhi ye akasema kwamba ibn qamia. hatume amara anasimulia ya kwamba waislamu waliposambaratika ibn qamia akasogea mbele akisema kwamba niambieni muhammad yuko wapi leo. kama akisalimika basi mujue kwamba mimi sitasalimika, yani leo ye atabaki la sivyo mimi nitabaki. ye alipokuja karibu anasema kwamba mimi na musa bin omer tukazuia njia yake. wakati ule akanishambulia na akanijeruhi. yani unaniuliza kuhusu jeraha la bega, ye alikuwa amenijeruhi. mimi nikamshambulia mara nyingi, lakini adui huyo wa mungu alikuwa amevaa diraya mbili. baadhi ya maulamaa wameandika ya kwamba katika vita vya ohd nuseba mume wake zaid bin asim na vijana wake wawili khubab na abdullah wote walikuwa wamekwenda kupigana vita na mtume saa salam alikuwa amewaambia wote ya kwamba mwenyezi mungu awatirimshie ni rehma. na riwaya moja inasema kwamba mwenyezi mungu atie baraka kwenye nyumba yenu. na dua hii mtume alipofanya hat umme amara yani nusaba akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba tuombee kwa allah kwamba sisi tuwe pamoja nawe katika peponi. mtume akasema akifanya dua kwamba ewe allah
uwafanyie kuwa marafiki zangu katika pepo. Wakati yule ume amara akasema kwamba sasa mimi sijali kitu chochote, kwamba mimi napata hali gani katika dunia hii, dua hii nimeipata, hiyo inatosha kwangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuhusu yeye kwamba siku ya Uhud nilipokuwa naona kulia na kushoto, nilikuwa namwona yeye alikuwa anapigana na maadui kwa ajili ya kulilinda mimi. Katika vita vya Uhud Mtume Amara akapata majeraha 12 na kulikuwa na majeraha ya mikuki na panga vile vile. Kuhusu Mtume Amara, Mirza Bashir Ahmad Saheb ameandika hivi ya kwamba mwanamke muislamu ambaye jina lake lilikuwa Umme Amara akishika upanga mkononi akipigana na maadui akafika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati ule Abdullah bin Qamia akasogea mbele ili kumshambulia Mtume. Mama huyu muislamu akaja mbele na akapokea ushambulio huyo juu yake na kisha akamshambulia kwa upanga wake, lakini ye alikuwa amevaa diraya 2 na alikuwa mwanamume na huyu alikuwa mwanamke, hivyo hakuweza kumshambulia vizuri. Ibn Qamia akitoa sauti ya hasira na akikata safu za Waislamu akaja mbele na maswahaba wakamzuia, lakini huyu akafika karibu ya Mtume na akifika karibu tu akashambulia juu ya uso wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nguvu sana mpaka mioyo ya maswahaba ikatetemeka. Talha akaja mbele kupokea ushambulio huo juu ya mkono wake, lakini upanga wa Ibn Qamia ukakata mkono wake na ukaja kupiga juu ya bega la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume hakupata majeraha kwani Mtume alikuwa amevaa diraya 2 na pia nguvu ya ushambulio ilikuwa imepungua kwa sababu ya Talha, lakini kwa sababu ya ushambulio huo wa ghafla Mtume akaanguka chini na Ibn Qamia akapiga takbira kwa furaha kwamba mimi nimemua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Qamia akimshambulia Mtume sasa kupiga nara ya furaha akarudi nyuma na ye akaelewa katika zana yake kwamba mimi nimemua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini Mtume alipoanguka chini Ali na Talha wakamuinua mara moja, na kwa kujua nyuso za Waislamu zikangaa kwa furaha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam yu salama. Sasa nguvu ya vita polepole ikaanza kupungua, kwani makafiri kwa utulivu huo walikuwa wamelegea kidogo kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekwisha uawa shahidi. Hivyo wao wakaacha kupigana vita na wakaanza kuwaangalia watu wao waliouawa na pia wakaanza kuharibu maiti za Waislamu, na upande wa pili Waislamu pia wengi wao walikuwa wamekwisha sambaratika. Katika vita hii kuna habari za maongezi pamoja na Abu Sufyan na jinsi Makuraish walivyorejea nyuma siku ya Uhud. Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na maswahaba zake alipopanda juu ya mlima, makafiri pia wakaja nyuma yake. Hivyo katika riwaya ya Sahih Bukhari inapatikana kwamba Abu Sufyan akasema mara 3 kwamba je, katika watu hawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yupo? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawazuia maswahaba kumjibu. Kisha yeye akasema mara 3 kwamba je, katika watu yupo mwana wa Abu Qahafa yani Abu Bakar? Kisha akawauliza mara 3 kwamba je, katika watu hawa yupo Ibn Khattab yani Umar? Kisha akarejea kwa wenzake na akasema kwamba watu hawa wote wameuawa. Kwa kusikia hayo hat Umar hakuweza kujizuia na akasema kwamba ewe adui wa Mungu, wallahi umesema uongo. Watu ambao umetaja majina yao wote wako hai, na jambo ambalo unalichukia bado kwa ajili yako yapo mengi. Hii ni riwaya ya Bukhari. Abu Sufyan akasema kwamba vita hii ni kisasi cha vita vya Badr, na vita ni kama ndoo, mara anashinda moja na mara anashinda mwingine. Nini mtawakuta watu katika wafu ambao pua yao na masikio yao yamekatwa, yani maiti zao zimeharibiwa? Ye akasema sikutoa amri ya kufanya hivyo, lakini pia sikuona kwamba ni jambo la aibu. Kisha akaanza kusoma maneno kwamba ulu hubul, yani hubul ishinde.
sanamu ya hubul ashinde. Mtume akasema je hamtamjibu? Masahaba akasema kwamba ewe mtume wa allah tuseme nini? Mtume akasema kwamba semeni allahu ala wa ajal, mwenyezi mungu ndiye mwenye shani ya juu na ni mkubwa. Kisha abu sufian akasema kwamba uza ni sanamu letu na nini hamna uza? Mtume kwa kusikia hayo akasema kwamba je hamtamjibu? Albara bin azib anasema kwamba masahaba wakasema kwamba ewe mtume wa allah tuseme nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba semeni allahu maulana wala maula lakum, mwenyezi mungu ni msaidizi wetu na nyini hamna msaidizi yeyote. Kisha abu sufian akawaambia waislamu kwamba mwakani katika medani ya badr tutakutana nani tena? Hapo mtume saa salam akamwambia mtu mmoja katika maswaba zake kwamba sema kwamba ndio, hiyo ni ahadi kati yetu na kati yako. Hazrat Bashir Ahmad Saheb ameandika katika Sir Khatam an-Nabiyyin ya kwamba upande mmoja waislamu walikuwa wanawaangalia watu waliojeruhiwa na upande wa pili katika medani ya vita makuraish wa Makka walikuwa wanaharibu maiti za waislamu waliouawa shahidi. Yani walifanya kazi hii kwa ukatili sana na walifanya kile walichofikiri moyoni mwao pamoja na maiti za waislamu. Kina mama wa Quraishi wakakata pua na masikio ya waislamu na wakatengeneza mikuki yao na wakavaa, na mke wa abu sufian akatafuna ini ya Hamza. Na sawa na kauli ya Sir William Muir, Makureshi wakaharibu sana maiti za waislamu na viongozi wa Makka wakaendelea kutafuta maiti ya mtume sasam katika medani, na katika kuona manzari haya macho yao yakasubiri sana, lakini hawakukuta kitu ambacho wasingeweza kuikuta. Yani mtume hakuwepo kule, na wakikata tamaa baada ya kutafuta maiti yake, abu sufian pamwe na wenzake wachache akaelekea upande wa mlima ambapo waislam walikuwa wamejumuika, na akisimama karibu yake akaita kwamba eni waislamu, je muhammad yupo kati yenu? Mtume akasema msimjibu lolote. Na maswahaba walipokaa kimia, yeye akauliza kuhusu abubakar na umar. Hapo pia sawa na kauli ya mtume hakuna mtu aliyemjibu. Hapo akasema kwa sauti ya juu kwa kujivunia na kwa ufahari kwamba watu hao wote wamekufa, kwani kama wangekuwa hai basi wangetoa majibu. Wakati yule hat umar hakuweza kujizuia na akasema kwamba ewe adui wa allah, unasema uongo, sisi sote tu hai na mwenyezi mungu kwa mikono yetu atakuzalilisha. abu sufian kwa kutambua sauti hat umar akasema kwamba umar, niambie kweli kweli, je muhammad yu hai? hat umar akasema kwamba ndio, kwa fadhili ya allah yu hai na anasikiliza kile unachosema. abu sufian akasema kwa sauti ya chini ya kwamba hapo ibn qamia amesema uongo, kwani mimi na kuona kuwa mkweli zaidi kuliko yeye. Kisha abu sufian akasema kwa sauti ya juu ya kwamba olo hubul, yani e hubul, shani yako iwe juu. Maswahaba wakiona amri ya mtume wakanyamaza. Mtume alikuwa amewazuia mwanzoni, lakini mtume ambaye alikuwa anatoa amri ya kukaa kimya juu ya jina lake, jina la sanamu lilipokuja zidi ya mtume akakosa utulivu na akasema kwamba kwa nini hamjibu? Maswahaba wakasema kwamba ewe mtume wa allah tujibu nini? Mtume akasema semeni allahu ala wa ajal, yani mwenyezi mungu ndiye mwenye shani ya juu na mwenye utukufu. abu sufian akasema kwamba lanal uzza wala uzza lakum, uzza ni pamoja nasi na nini hamna uzza. Mtume saa salam akawaambia maswahaba semeni allahu maulana wala maula lakum. Uzza ni kitu gani? Mungu yu pamoja nasi, ni msaidizi wetu na nini hamna msaidizi yeyote. Kisha abu sufian akasema kwamba vita ni kama ndoo, mara inapanda mara inashuka. Hivyo siku ya leo muichukulie kama kisasi cha siku ya Badr, na katika medani ya vita mtakuta maiti ambazo zimeharibiwa. Mimi sikutoa amri yake,
lakini nilipojua kwamba watu wangu wamefanya hivyo sikuchukia kitendo chao na kati yangu na kati yenu kuna ahadi ya kukutana tena katika mwaka ujao katika sehemu ya badr. Sahaba mmoja chini ya mwongozo wa mtume akatoa jibu kwamba haya, hii ni ahadi. Na Abu Sufyan kwa kusema hayo pamoja na watu wake akashuka chini, na kisha jeshi la Quraysh likaelekea upande wa Makka. Ye anaandika kwamba hili ni jambo la ajabu ya kwamba japokuwa Quraysh katika wakati huu walikuwa wamepata ushindi dhidi ya Waislamu, na kwa mujibu wa mambo ya kizwahiri kama wangetaka basi wangeweza kunufaika na ushindi huo, na njia ya kuishambulia Madina ilikuwa wazi kwa ajili yao, lakini ni mpango wa Mungu ya kwamba mioyo ya Quraysh ilikuwa imeshikwa na haiba ndani kwa ndani. Nao wakiona ushindi huo ukitosha kwao ambao walikuwa wamepata katika medani ya Uhud, wakaona kwamba ni vyema kurejea Makka haraka haraka. Lakini pamoja na hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wazo la kuchukua tahadhari zaidi akapeleka kundi moja la masahaba 70 wakiwemo Abubakar na Zubair, na akapeleka nyuma ya jeshi la Quraishi. Hii ni riwaya ya Bukhari. Wanahistoria wa kawaida wanaeleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpeleka hat Ali, na kwa mujibu wa riwaya zingine akampeleka Saad bin Waqas nyuma ya Quraish, na akawaambia kwamba leteni habari hii kwamba kama jeshi la Quraish lina nia ya kuishambulia Madina. Na Mtume akawaambia kwamba kama Quraish wakipanda juu ya ngamia na wanatembeza farasi, muelewe kwamba wanarejea upande wa Makka na hawana nia ya kuishambulia Madina, na kama wao wamepanda farasi basi mujue kwamba nia yao sio njema. Na akawasisitiza akisema ya kwamba jeshi la Quraysh likielekea upande wa Madina basi waje kumfahamisha mara moja. Na akasema kwa hali ya jaziba ya kwamba kama Quraysh wakati huu wakishambulia Madina basi wallahi tukipigana nao tutawaonjesha ladha ya ushambulio wao. Hivyo watu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam waliopelekwa wakaenda kuangalia, na katika muda si mrefu wakaja na habari hii kwamba jeshi la Quraysh linaelekea Makka. Hazrat Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu akieleza tukio la Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata majeraha na akazimia na kuanguka chini, anasema kwamba baada ya muda Mtume akazinduka na maswahaba wakakimbiza watu katika medani ili Waislamu wajumuike tena. Jeshi lililokuwa limekimbia likaanza kujumuika tena, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa pamoja nao akaenda upande wa mlima. Na jeshi hili lilipojumuika karibu na mlima, Abu Sufyan akasema kwa sauti ya juu kwamba sisi tumemua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutoa jibu lolote la Abu Sufyan, ili isije ikawa hivi kwamba maadui wakijua kuhusu hali halisi washambulie tena na Waislamu washambuliwe tena na maadui. Na Abu Sufyan alipoona kwamba hakupata jibu lolote kutoka jeshi la Kiislam, akawa na yakini kwamba wazo lake ni sahihi. Akatoa sauti ya juu na akasema kwamba tumemua Abubakar vile vile. Mtume akawaambia masahaba kwamba wasimjibu. Kisha Abu Sufyan akatoa sauti kwamba tumemua Umar vile vile. Umar aliyekuwa na jaziba, yeye akataka kusema katika jibu lake kwamba sisi kwa fadhili Allah tuko hai na tuko tayari kupigana nani, lakini Mtume akamzuia kufanya hivyo ili Waislamu wasipate shida. Akasema unyamaze. Hapo makafiri wakapata yakini kwamba mwanzilishi wa Islam na watu wake wote sisi tumewaua. Hapo Abu Sufyan na wenzake wakapiga takbira kwa furaha kwamba olo hubul, sanamu letu Hubul shani yake iwe juu, ambaye leo amemaliza Islam, ameangamiza Islam. Hazrat Musleh Maud anasema kwamba Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam ambaye juu ya tangazo la mauti yake, juu ya tangazo la mauti ya Abubakar, juu ya tangazo la mauti ya Umar, alikuwa anawasihi maswahaba wakae kimya ili isije ikawa hivi kwamba Waislamu washambuliwe tena na makafiri na Waislamu wachache wauawe kwa mikono yao. Sasa hapo swali lipoibuka la heshima ya Mwenyezi Mungu mmoja
na nara ya ushirikina ilipopigwa kwenye medani roho yake ikakosa utulivu na akawaambia masahaba kwa jaziba ya kwamba kwa nini hamjibu sahaba wakasema ya rasulullah tuseme nini akasema semeni allahu ala wa ajal allahu ala wa ajal wewe unasema uongo kwamba shani ya hubul imekuwa juu huu ni uongo wako mwenyezi mungu ndiye wahdahu la sharik na ndiye mwenye heshima na shani yake iko juu na hivyo mtume akawapatia maadui habari kwamba yuko hai na athari ya jibu hili iliyotokea kwa makafiri ni ya kwamba japokuwa matumaini yao yakaangamia kwa jibu hilo na japokuwa mbele yao walikwepo waislamu wachache tu waliopata majeraha ambao kuwashambulia na kuwaua ilikuwa mumkin kwa kanuni ya kidunia wao hawakuweza kuwashambulia tena na ushindi waliokuwa wamepata wakifurahia ushindi huo huo wakarejea makka musleh maud ameeleza tukio hilo kwa njia mbalimbali katika maeneo mbalimbali ambayo nitaeleza katika siku za usoni wakati huu kama ninavyoendelea kusema kuhusu dua muendelee kuwaombea wa palestina na kuhusu hali zao tumesikia kwamba katika ghaza juhudi inaendelea kufanywa ya kusitisha vita huenda serikali ya kiisraeli pia ikubali kwa kiasi fulani lakini kuna uwezekano wa kutokea vita karibu na mipaka ya lebnan na athari yake tena itapatikana au itatokea juu ya wapalestina wa west bank hakuna nishani wala alama ya uadilifu inayopatikana katika serikali za kimagharibi na sasa watu wao waandishi wao wenyewe wameanza kuandika wazi na kinaga ubaga kwamba zulma inaendelea kuruka mipaka yake yote viongozi wa marekani kwa ajili ya kuboresha na kuinua uchumi wao wanaendelea kusambaza vita hizi na kwa sababu yake kipato chao kinaendelea kuongezeka kwani viwanda vya silaha vinaendelea kuzalisha zaidi silaha na sasa wachambuzi wao wenyewe wameanza kusema ya kwamba marekani kwa ajili ya kuboresha uchumi wake inaendelea kuendeleza vita hii na inaendelea kusambaza ufisadi katika dunia hawajui ya kwamba watu hawa hawawezi kusalimika na mkamato wa mwenyezi mungu na wahamadia kwa kutumia maombi na kwa kutumia mawasiliano yao watoe mchango wao ili kuisalimisha dunia kutoka mahangamio siku za nyuma kulikuwa na habari hii ya kwamba agency ya un yenye kutoa msaada kwa kuwa marekani na uingereza imekataa kuwapatia msaada na wamesema kwamba watu wao 12 walikuwa wameungana na hamas hivyo wamekataa kuwapatia msaada na hatua hiyo wameichukua ili kuwalazimisha tu kukubali mambo yao na hakuna jingine lakini tumepata mshangao juu ya jambo hili ya kwamba kama nchi hizi za kimagharibi zimesitisha msaada hatujapata kusikia habari hii kwamba kwa nini nchi za kiislamu ambazo zina mali ya kifedha mali ya mafuta hazikutangaza kwamba sisi tutatoa msaada huo kwani agency ya un imesema kwamba tusipata msaada hatutaweza kuwasaidia watu wa ghaza baada ya februari mwenyezi mungu azijali nchi hizi za kiislamu kutoa mchango wao katika dunia na ufisadi wa dunia pia upate kuisha sasa kuna hatari ya kutokea vita dhidi ya iran vile vile na pia muwaombe wa ahmadia wa yemen mwanajumuiya mmoja mwenye ikhilasi ambaye alikuwa ametiwa ndani asipopata tiba na matibabu sahihi alifariki dunia tunapata maelezo kwa shida tu lakini muwaombee watu ambao wamezingirwa na shida na matatizo
na tukipata maelezo zaidi inshallah nitasalisha jeneza ya marehemu. pia muwaombe waahmadia wa pakistan kwa ajili ya kujipatia maslahi za kisiasa. daima waahmadia wanashambuliwa na wanalengwa, na pia kuna hatari kutoka kwa baadhi ya vyama vyenye msimamo mkali. waahmadia wanapata hatari mara mbili, moja wakiwa wananchi na moja wakiwa waahmadia. pia muwaombee wakazi wa rabwa na miji mingine. mwenyezi mungu awalinde na awaweke kwenye uhifadhi wake, na shari za wenye shari awarudishie kwao. mwenyezi mungu awalinde waahmadia wote kwenye kila nchi, na dunia itambue uhakika huu kwamba bila kurejea kwa mwenyezi mungu hakuna njia kwa ajili yao, hakuna njia kwa ajili yao, na kheri yao imo katika hilo tu kwamba wamtambue mwenyezi mungu na wamkubali aliyetumwa na allah. mwenyezi mungu awajalie. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.